Karibu katika episode ya 8 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 7 basi kisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Afande akatolewa nje kwanza, kisha profesa akaanza kufunguka kwa kusema kwamba Daejong yule jambazi alikuja hapa na siku ya jana akawa anafanya upelelezi kutaka kujua kwamba je, alikuwepo katika past yako ama hakuwepo. Na mwisho siku alikuja kugundua kwamba hakuhusika katika mauaji yako. Mwamba akagundua kwamba hii ni hatari sana, kama jamaa anaweza kujua mpaka njia ambazo jamaa anazipita basi hii kitu ni hatari zaidi. Akapokea ujumbe katika simu yake, alikuwa ni Mwamba Taeho akimwambia kwamba ameweza kupoteza kabisa wapi bidada anakoelekea. Moja kwa moja Mwamba ikabidi kwenda kumfukuzia bidada kujua kwamba ni wapi bidada alikoelekea isije kawa ametekwa. Na Mwamba baada ya kuhangaika sana mwisho wa siku akashangaa kumwona kwamba Mwamba Dia ni yule mdogo wake wa kambo alikuwa ameambatana na bidada. Hii kitu ikawa imemkera sana na akamnyang'anya bidada vitu vyake na kumrudisha nyumbani. Na Mwamba hakumueleza bidada sababu ya kuweza kukasirika kwake. Mwisho wa siku bidada akiwa yuko chumbani kwake akaanza kujisikia maumivu makali sana kifuani pake. Na hii huenda inasababishwa na bidada kutokushinda katika maji kwa kipindi kirefu. Na Mwamba ili kuweza kumsaidia bidada akawasihi familia nzima kuondoka mishale ya saa 1 kamili ya asubuhi na warudi mishale ya saa 1 usiku, kwa sababu alitaka kutengeneza swimming pool ya muda mfupi hapa ili bidada aweze kuogelea kwa amani zaidi. Lakini Mwamba na Ndu hakutaka kabisa kuondoka katika nyumba hii. Yeye alikuwa amejificha sehemu, na mwisho wa siku bidada wakati anaendelea kuogelea akawa amejitokeza na kuweza kushuhudia bidada alikuwa na mkia. Akahisi kama labda mkia ni fake, lakini mwisho wa siku akagundua mkia ni original. Baadaye bidada akamwambia Nandu, naomba unipatie hilo taulo liko kando kidogo hapo. Basi baada ya kupatiwa ile taulo, bidada alipokuwa anatoka tu katika maji mara miguu yake ikawa imejitokeza. Haraka sana Nandu akaanza kumwambia bidada kwamba naomba ulie kwa sababu machozi ya samaki watu nasikia yanageukaga kuwa vitu vya samani sana. Kifupi Nandu akagundua kwamba hapa wamepata mgodi kwa sababu atatengeneza hela sana tu kwa sababu wako na huyu samaki mtu. Bidada akajifanya kana kwamba ameweza kumkubalia, akawa amemshika mkono. Ile kumshika tu mkono akawa amemfuta kumbukumbu zote kana kwamba aliweza kumuona samaki mtu hapa ndani. Baadaye wakiwa wameketi peke yao hapa ndani bana, mwisho wa siku akawa anapata msosi. Lakini bidada akawa amemuita Mwamba na kumwambia kwamba ni siku gani ulipogundua kwamba wewe unanipenda mimi? Jamaa akamwambia kuwa kutoka siku ambayo nilikuja kugundua kuwa wewe ni samaki mtu ambaye tuna historia ndefu sana katika maisha, ndio siku ambapo niligundua na stahili kukupenda na nakupenda kweli. Ila mwisho wa siku nimekuja kukumbua kwamba Daejong sio hatari kubwa sana kwako, bali mimi ndio hatari kubwa zaidi kwako, kwa sababu siku ambayo mimi nitakufa na ni kweli kabisa wewe utakufa kweli. Na bidada akataka kuanza kumshika jamaa, lakini jamaa akakataa na kusema kwamba usinishike kwa sababu najua kuwa unaweza kanifuta kumbukumbu zangu ili nisiwe na mashaka na wewe hata kidogo. Bidada alijisikia vibaya sana wakati huo. Alilia sana nyakati hizo za usiku, na kila anapolia bana vipande vya almasi vinaanguka chini kwa sababu machozi yake yanabadilika na kuwa vipande vya almasi. Sijui kama Nandu kitimba katika geto hili itakuaje. Na baadaye ili kumuaminisha bidada kila anachokiongea Mwamba ni kweli, basi moja kwa moja akampeleka katika makumbusho ya zamani sana. Na Mwamba akamuonesha michoro yote kwamba haya yote ni kumbukumbu, lakini si tu kumbukumbu katika haya makumbusho. Kiuhalisia mimi na wewe ndo tulikuwa tumeishi maisha haya. Mimi na wewe tulikuwa na historia nzuri sana ya upendo. Tulipendana kiasi kwamba hakukuwepo mtu wala sababu yoyote ya kuweza kututenganisha. Tulishibana kindaki na mwisho wa siku bana hatari ikaja kuwa mimi na wewe tuliweza kufa. Bidada Sun Chang akasema kwamba kama tumewahi kuishi maisha mazuri ni upendo kiasi hicho, kwa nini sasa hivi amekuwa ndoto? Kwa nini sasa hivi hatuna upendo huo ambao tulipaswa kuwa nao kutokea zamani? Hili swali lilikuwa ni kama nyundo katika kichwa cha Mwamba. Moja kwa moja akamwambia bidada kwamba hakuna upendo unaodumu bana, hebu tuondoke hapa. Hasa bana walipoweza kurudi nyumbani, Mwamba alikuwa anaonekana mwenye huzuni sana. Kitu hichi bidada hakuwa anakipenda kabisa. Sasa akataka kumfuta Mwamba kumbukumbu zote za huzuni katika maisha yake. Haraka sana akawa anamvizia Mwamba ili aweze kumpiga kisi. Jamaa anakimbia tu na kwenda kujifunika katika shuka. Bidada akajiongeza na kuanza kuzungumza kimahaba sana, kisha akamwambia Mwamba, naomba uniamini, nakuja kulala tu hapo, sitofanya kitu chochote kile, sawa? Jamaa akawa amekubali. Mwisho wa siku akamwacha bidada aje kulala. Siku ya leo Afande Han alikuwa ameketi na Mwamba na Ndu pamoja na Hoi Junhe, na walikuwa wanajadili mpango fulani wa kuweza kupeleza issue fulani hivi. Upande wa pili mwanamama mwenye tamaa ya mali moja kwa moja alikuwa ametoka kumchukua mume wake kutokea hospitalini na anamrudisha nyumbani, na akiwa kwenye gari akaweza kumwambia mume wake kwamba kuna secretary mpya ambaye nimeweza kumtafuta. Mume hana maneno mengi akasema sawa tu. Hasa bidada Siang alipokuwa amemtoa yule mama yake na Mwamba Junhe katika ile nyumba, alikuwa amempeleka katika nyumba ambayo anaishi yule mwanamke Miniang, nyumba ambayo yeye anaimiliki. Na huyu mwanamke Miniang kwa sababu anapenda sana pesa, alipogundua kwamba huyu ni mama yake na Mwamba ambaye ni bilionea mkubwa sana, akawa ni mnyenyekevu sana kwake na kusema kwamba ndakusaidia kuweza kupata nafasi yako tena. Lakini kitu ambacho alikuwa hajui ni kwamba wakina Junje wanajifanyaga ni matajiri mbele yake ili lengo waweze kumtapeli yeye, na yeye pia anajifanya ni mjanja zaidi. Lengo ni kwamba waingize mjini kwa sababu wale pale anaamini kwamba wana pesa, kumbe wao ni matapeli na na mpango wa kumtapeli yeye mwenyewe. Hasa bidada Miniang ili kuongeza ujirani wake na ile familia ya mabilionea, moja kwa moja ikabidi kuweza kumpigia simu Mwamba na Ndu na kumwambia kwamba anahitaji siku leo tuonane tuelekee katika party kwa pamoja. Basi Mwamba na Ndu, Taeho pamoja na bidada Sun Chang wote wakawa wameambatana kuelekea katika hiyo party. Party ilinoga kweli kweli. Sasa Mwamba Junhe aliporudi nyumbani anakuja kushangaa kwamba mpaka bidada Sun Chang hayupo nyumbani. Haraka sana Junje akatimba katika maeneo hayo ya club akiwa ametoka kumpigia Mwamba na Ndu. Akafika hapo na kuweza kumchukua bidada kisha akawa anatoka naye nje ile
ile nyumba, lakini kwa bahati mbaya sana kulikuwa kuna mvua inanyesha. Na bidada akajisikia huzuni kwa sababu hawezi kutembea kabisa katika maeneo ya mvua, kwani atakapogusa tu maji basi atabadilika na kuwa samaki mtu. Ikabidi jamaa afanye haraka sana kuingia katika duka la jirani, kisha akanunua mwamvuli na moja kwa moja akamnunulia bidada mabuti ambayo akaanza kuyatumia kuelekea nyumbani. Nyakati za usiku katika ile hospitali ambayo secretary alikuwa amelazwa, basi mke wake alikuwa anaondoka nyakati hizi, lakini akajitokeza jiani yule mtoto wa mama ambaye anatamaa sana. Alimuuliza swali moja tu secretary kwamba ni siri ngapi unazozijua kuhusiana na mamangu. Na kwa sababu secretary hana uwezo wa kuweza kuzungumza, basi mwamba haraka sana kama amemtoa ile oksijeni ambayo ilikuwa inaingia ndani ya pua yake. Moja kwa moja jamaa akaanza kutapatapa kana kwamba anapoteza maisha. Mama mtu yuko busy tu anaendelea kufanya mawasiliano na watu, anahitaji kupata msaada fulani hivyo wa kifedha ili aweze kuendelea kumtibia mume wake. Lakini ghafla akashangaa kwamba kundi kubwa sana la madaktari walikuwa wanatembea kuelekea katika chumba ambacho mume wake alikuwepo. Basi akabaki anashangaa, ina maana hali ya mume wangu imeweza kubadilika sekunde mbili tu hizi. Na huku nyumbani mama yake na Jian anasubiria ripoti moja tu kwamba secretary ameweza kufa. Lakini ghafla akashangaa anapokea simu ya bidada Sunchang ambaye akimwambia kwamba nakualika katika birthday yangu. Tukuelewa bidada Sunchang aliwezaje kuipata namba ya mke wa tajiri kiasi kile na kuweza kufanya naye mawasiliano. Alafu mbaya zaidi ni kwamba aliweza kukubali na kusema kwamba atahudhuria katika hiyo birthday. Hasa siku ya birthday ilipoweza kufika kulikuwa kuna maajabu mengi sana hapa nyumbani, kwani bwana dada alikuwa amealika watu wengi sana, mpaka katika kile kituo cha watoto wasiokuwa na makazi maalum kuna baadhi ya watu walikuwa wameweza kuwaalika. Lakini pia bidada akamfuata mpaka mama yake na Mwamba Junjay akaanza kumchukua kwamba ashiriki katika hii birthday yake. Lakini wakati huo Mwamba Junjay alikuwa akimfuatilia tu bidada kuhakikisha kwamba amtoki katika mboni zake za macho. Na wakati wote huo anamfuatilia bidada, anajifanya kana kwamba amfuatilii. Bidada akawa amemuona Mwamba anatembea kando kidogo ya barabara, ikabidi kumuita Junjay. Sasa alipoita tu ile jina Junjay, mama huyu akabaki anashangaa kwamba hili ni jina la mtoto wake. Na huyu mama akamueleza bidada kuwa nilikuwaga na mwanangu zamani sana ambaye niliweza kupotezana naye na mmesigi kila wakati, alikuwa anaitwa jina kama hilo hilo. Na lakini mama huyu wakati anaendelea kumtazama huyu mtoto akashangaa kuona kwamba ndiye mtoto wake, na wakazidi kutazamana wakakumbuka zamani sana kipindi cha udogoni. Mwamba alipopata wasaa kuweza kukaa na mama yake kando kidogo, basi akaanza kumwambia kwa mama, niliweza kuondoka nyumbani kwa sababu nilikuwa nimekumisi sana, lakini nashukuru kwa sababu nimeweza kuona ukiwa na afya yako kamili. Mama kuyasikia maneno yale alijikuta analia tu kila wakati. Mwamba kama amemkumbatia mama yake na kuanza kumfuta machozi. Na kwa kuwa safari nzima ya kuja kumchukua mama ilikuwa ni kumpeleka katika birthday, basi moja kwa moja walibidi kuelekea katika ile birthday ya bidada Somchane. Na hapa walianza kusherehekea sana huku wakikata keki taratibu kabisa. Na kabla bidada kuanza kuzimisha mishumaa, moja kwa moja akaambiwa kwamba hapana, mpaka uliseme neno moja zuri ambalo katika maisha yako nataka litimie. Lakini bidada akazungumza kwa ujasiri kabisa akisema kwamba nataka kuishi na Mwamba Junjay katika maisha ya furaha maisha yangu yote. Bonge la mshale aisee, yani moja kwa moja aliyatamka maneno hayo mbele ya mama mkwe, hii hakutaka kabisa kupindisha. Baadaye Nandu akaweza kutoa taarifa zote bana kwamba eti mama yake na Mwamba Junjay ameweza kupatikanika. Bidada Sei alijikuta anaumia kweli kweli, kwani hakutaka kabisa siri hii iweze kufahamika. Upande wa pili bidada Sei baada ya kugundua kwamba kila kitu kimeweza kufahamika akajikuta tu anaumia kila wakati, na kila anapopata stress huwa kuna mtu ambaye anampigiaga simu kwamba aende akapate nayo labu, na si mwingine ni Mwamba Taeho. Akaanza kumwambia kwamba sikujuaga kabisa kwamba Mwamba Junjay mama yake ndio yule pale, kwa sababu wakati mwingi nilipokuwa nikienda katika nyumba ya mama yake wa kambo nilikuwaga nikimwonea na kumwagiza kazi nyingi tu. Sikutamani aweze kukutana na mama yake mzazi mpaka nitakapofanikiwa kuteka moyo wa mama yake, kwa sababu mama yake nilikuwa nikimfanyia vitu vibaya zamani. Kwa nikataka nifanyie vitu vizuri ili aanze kunizoea katika wema, ili ninapokuja kumwambia kwamba nampenda mtoto wake aweze kunielewa. Lakini Mwamba Taeho akamwambia bidada kwamba sio lazima umpende mtu mmoja tu katika maisha yako. Wakati mwingine unaweza kumpenda mtu ambaye hakupendi. Huenda yuko mtu ambaye anakupenda jinsi ulivyo. Kwa watu wazima tukizisoma nyakati hapa nahisi kwamba huenda Taeho anampendaga sana huyu bidada ila anashindwaga kumwambia. Mimi binafsi ni maoni yangu tu. Tusonge mbele na likafi yetu. Hasa siku ya leo Mwamba Junjay moja kwa moja ikabidi kuweza kumpigia yule afande na kuanza kumwambia kwamba ninahisi kwamba huyu muuaji ambaye ananitafuta wakati mwingi anataka kuniua, huenda huyu mtu anatumwa na mtu ambaye anahusiana na mambo ya ulisi. Japokuwa sina uhakika sana, ila namna ambavyo mama yangu ameweza kunielezea alipokuwa ameambiwa kuwa eti mimi niliweza kupotea na taarifa zangu zilikuwa hazipo, wakati taarifa zangu zilikuwa zinafahamika, na wasiwasi kabisa kwamba huenda kulikuwa kuna mambo fulani. Lazima huyu muuaji alikuwa ananitafuta, lengo ni kutimiliza ile hazma yao hao watu walikuwa wanatamani ulisi wangu. Lengo lao ni kuweza kuona kwamba mimi nakufa ili waweze kumwaminisha mama kwamba mimi ni kweli nilikuwa nimekufa. Basi bana afande Hane akaahidi kwamba atalifanyia kazi jambo hilo. Sasa upande wa pili tunaonyeshwa huko hospitalini. Mama mtu waamini kabisa eti mume wake ambaye ndio secretary alitaka kuuliwa. Sasa anajiuliza nani ambaye ana uadui na secretary? Akumbe mume wake wakati amelala hapa kitandani akaanza kuota ndoto zinazomuonesha maisha yake ya zamani sana. Na katika ndoto hii aliweza kumuona nani aliweza kuhusika katika mauaji ya Mwamba Junjay pamoja na ule samaki mtu katika maisha ya zamani sana. Alikuja kugundua kwamba kumbe bana Nandu ndio aliweza kumuua Mwamba pamoja akishirikiana na ule Jiani mtoto wa mama mwenye tamaa. Wanakwambia kwamba mambo yameanza kuchangamka. Sasa upande wa pili huku Mwamba Taeho akiwa ametoka na bidada kuweza kulewa kule, moja kwa moja kama amemsindikiza nyumbani. Na siku ya leo akamfungukia bidada kwa kumwambia kuwa naenda ukamweleze Junjay kuhusiana na hisia zako zote, kamweleze kwamba unampenda na ukamfungukie kila kitu chako.
chako. Kama akikukubalia basi wewe date naye, lakini kama asipokukubalia basi tafuta mtu mwingine ambaye atakupenda zaidi, na naamini kwamba yupo mtu ambaye anakupenda sana. Mapenzi shikamoo. Hebu naomba nishukie hapa afu tukutane katika episode ya 9 tamthilia yetu nzuri, tukiwa tumebakiza kipande kimoja tu, kwa maana ya kwamba tutakuwa na finali mpaka 10. Nikusii mpenzi wangu wa nguvu, rafiki yangu wa karibu sana ambaye unanitazama kwa wakati huu, kwamba kila unapoona likapu imepanda, basi kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kuhakikisha kwamba unagusa alama ya kulike kadri unavyoweza, lakini mbaya zaidi ni pale ambapo utakuwa mpaka dakika hii eti bado hujagusa alama ya kusubscribe, utakuwa hujafanya haki kabisa.